Bana, habari za wakati huu? Diki vipi? Na umetuzana? Unawaza inapandaje eh? Mawazo mengi sana. Sijali. Maji lazima yawe ya moto sana alafu ndio yatapoa. Kwa hiyo yatapoa muda si mrefu. Ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni. Leo tuna jambo jipya kidogo ambalo pengine hamjanizoea nao, lakini tuko hapa leo kutangaza mashindano mapya ya Cyber Premier League CPL ambayo inakwenda kuanza hivi karibuni, na hili ni shindano ambalo linawahusisha wanateknolojia, watu wote ambao wanatumia teknolojia kwa maana ya digital platforms. Hili shindano linawahusu sana, na sana sana tumewalenga wanafunzi wa vyuo vikuu ambao aidha wanasoma mambo haya ya teknolojia ama ni wapenzi tu wa masuala haya ya teknolojia, wanaweza wakashiriki katika shindano hili. Na lengo letu kubwa kupitia shindano hili ni kutengeneza jamii ambayo ina uelewa mkubwa na masuala haya ya teknolojia, lakini jamii kubwa ambayo tunaikusudia ni wanafunzi ambao wako vyuoni hivi sasa, waje kukabiliana ipasavyo na soko hili la masuala ya teknolojia, hasa kwenye uwanda huu wa cyber. Dunia inazidi kuchanja mbuga kwenye eneo la teknolojia kwa maana ya digital, na kadri dunia inavyotanuka kwenye matumizi ya teknolojia ndivyo hatari zaidi ya uhalifu inavyokuwa kubwa. Sasa sisi sanifu tukasema tusiache dunia itanuke bila kuiwekea ulinzi, na ulinzi wenyewe ni kuwapa na kuwezesha vijana kuweza kufahamu kinaga ubaga kuhusiana na masuala mazima ya teknolojia, ili wao wawe walinzi wao wenyewe, lakini wasaidie jamii vile vile kuilinda kuhusiana na masuala mazima ya kwenye mitandao ya kijamii. Sote tunafahamu ya kwamba hivi sasa kila mtu kwenye kaya anatumia simu ya mkononi. Kutumia simu ya mkononi maana yake tayari huyo mtu anawindwa na wale watu ambao wana matumizi mabaya ya kimitandao ya jamii, wana matumizi mabaya ya mitandao. Sasa huyo mtu anayewindwa, sisi tunamlindaje kama sanifu? Ndio tumeanzisha shindano hili ili kuwajengea uwezo vijana waweze kujilinda wao, lakini na kuwalinda wengine ambao wamewazunguka katika maeneo mbalimbali na jamii kwa ujumla. Na katika shindano letu hili litakuwa na modalities ya timu 10, kwa maana timu 10 zitashindana, na timu 10 hizi ni timu kutoka vyuoni. Kwa sasa wanafunzi ambao wanahitaji kushiriki watajiorganize, kwa sababu hii ya shindani mtu mmoja mmoja, yani tuna recruit team ya watu watano. Yes, timu ya watu 20. Kwa hiyo ndani ya chuo kimoja, kwa mfano IFM, tunaweza tukawa na timu hata 3, lakini lengo letu tunataka baadaye kila chuo kimoja tupate timu moja, kwa sababu tuna vyuo vingi. Lakini kwa kuanzia chuo kimoja tunaweza tukawa na timu 2, 3 mpaka 4 kwa ajili ya kuwezesha vijana kujiunga katika timu hizo. Timu moja inaweza kuwa na wanafunzi 5 mpaka 20. Jina lao watachagua wao wenyewe, watajisajili kwenye tovuti ambayo tutaitoa, kwenye linki ambayo tutaishare, watasajili jina lao pamoja na majina ya wachezaji wao, na baada hapo, baada ya usajili wa timu zote kukamilika, timu 10, tutaanza rasmi ligi yetu. Na ligi yetu haitokuwa ya kucheza mpira ama kucheza kitu gani. Ligi yetu itakuwa ni kutatua changamoto ambazo zitatengenezwa na sisi sanifu, kwa maana ya kwamba sisi sanifu tutatengeneza challenges, alafu tutaziweka katikati, na team A itashindana na team B kutatua changamoto ambazo tumeziweka pale, na hizo ni changamoto za kimtandao.
ni changamoto za kisaiba. Kwa hiyo timu itakayoweza kutatua changamoto nyingi zaidi katika zile ambazo zimewekwa pale na sanifu ndio itakuwa mshindi, na itaendelea hivyo tukipata mshindi kwenye kila timu, na mwisho wa siku tutakwenda kupata mshindi mkuu wa shindano letu hili na zawadi kubwa ambayo tutaitoa kwa mshindi ambaye atapatikana kwenye Cyber Premier League. Acha nisome sijakosea. Ya Mungu mengi. Mshindi atake tumsubiri nani Achana naye. Tuachane naye. Subiri bwana. Nikajua kazi ya mwanao tawahi. Timu 20 kumradhi, sio timu 10. Kwa hiyo mshindi wa shindano hili atajipatia zawadi ya kuhudhuria Global Cyber Security Conference itakayofanyika Dubai mnamo mwezi wa 5 mwaka 2026. Yaani shindano letu linaanzia sasa mwezi wa pili huu kwa timu 20 kushindana, na hadi kufikia mwezi wa 3 wa 4 tutakuwa tumeshapata mshindi. Mshindi atakayepatikana, sisi sanifu tutampeleka mshindi huyo kuhudhuria kongamano la Global Cyber Security Conference ambalo litafanyika Dubai mwezi wa 5 mwaka 2026. Gharama zote za usafiri, malazi na kila kitu itakuwa chini yetu sanifu, na lengo letu aende akapate elimu kwa upana zaidi kupitia kongamano hili ambalo linakutanisha wataalam kutoka mataifa mbalimbali. Tunakutana Dubai kwa ajili ya kuzungumzia mambo mazima yanayohusiana na cyber security. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaalika wanafunzi wote nchi nzima wa vyuo vikuu waweze kujiunga na kushiriki katika shindano hili. Lakini kwa kipekee kabisa nichukue nafasi hii kuwaalika wadau mbalimbali wa kimaendeleo, iwe makampuni, ziwe taasisi, kuja kushirikiana nasi kutupa support, kutuunga mkono katika kuliendesha shindano hili, hasa kwenye kuboresha zawadi. Vijana hawa ambao wako vyuoni, pamoja na kwamba shindano hili linawasaidia kutanua uelewa zaidi, lakini walau wapate chochote kitu kwa ajili ya kufurahia ujuzi waliokuwa nao. Lakini kama ambavyo unaona, kuna gharama za kuwasafirisha vijana hawa kwenda mpaka Dubai. Kwa hiyo tukipata wadhamini kwa ajili ya kutusaidia kugharamikia vijana hawa wakafanikisha ndoto yao ya kwenda kuhudhuria kongamano hili kubwa la kimataifa, itakuwa ni jambo bora kweli kweli. Milango iko wazi, hakuna vigezo wala masharti. Taasisi, kampuni, hata mtu binafsi ambaye anahitaji kukuza sekta ya teknolojia nchini Tanzania kupitia vijana ambao wako vyuo vikuu, basi milango iko wazi, tunawakaribisha sana. Abdul ni mwanzilishi wa Sanifu Organization ambayo ni taasisi ya non-profit inayojihusisha na masuala ya technological transformation kutoka kwa wanawake, vijana na watu wenye disabilities. Hapa nimeambatana na mwenzangu ambaye ni technical lead wetu, masuala yote ya technical, huyu ndio lead wa masuala ya technical, lakini pia tunaye mgeni wetu rasmi ambaye tumeambatana naye katika swala hili la uzinduzi na ufunguzi wa haya mashindano, Mr. Ahmed Ali. Karibuni sana. Sasa chokoza mada. Baada ya kutambulisha sasa uchokoze mada. Tuambie nini kimetuleta hapa leo? Sisi kama sisi matuitia nini yani? Mbona mnashambulia sana? Okay. Leo hapa tuko kwa ajili ya jambo moja kubwa. Cha kwanza kabisa ni ufunguzi rasmi wa mashindano yetu ambayo yanaenda kwa jina la Cyber Premium League. Ni Premium League kama Premium League, hii inakuwa ni katika upande wa teknolojia na katika masuala ya cyber security. Kwa tutakuwa ni shindano linalolaniwa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu